Bana, siku ya jana mtoto wa Juksi na Prisla ametimiza siku 40 na ilifanyika sherehe kufurahia kutimiza kwake siku hizo. Ilifanyika tu nyumbani kwa Juksi. Kama ambavyo unafahamu, familia hii sherehe ni kitu ambacho wamezoea kukifanya na baadhi ya mastaa walijitokeza kumpa support. Ilianza asubuhi mapema, ilifika mpaka usiku. Sasa hapa tunachokifanya ni kupita kwenye kila tukio la sherehe hii, yani ni mwisho wa siku ya 40 ya mtoto Juksi na Prisla. So nitaanza kupitisha mapema kabisa, ambapo ndo sherehe ilianza kufanyika asubuhi. Ni kama ilianza kufanyika dua hivi na mashe ambao walijitokeza nyumbani kwa Juksi. Kama ambavyo unaona hapo, mtoto ni kama alikuwa anasomewa dua. Hapo ilikuwa ni mida kama ya mchana hivi, kwa sababu ndo sherehe ilianza kwenye muda huo, na hapa ndipo ambapo walikuwa wanamsomea dua. Unafahamu kwamba Juksi ni Muislam, japokuwa upande wa Prisla sijafahamu kama alibadili dini moja kwa moja, kwa sababu ndoa yenyewe ilifungwa katika aina tatu. Kwa hiyo hapa alikuwa anaombewa dua mtoto, and of course walikuwa mashehe kibao walijitokeza nyumbani kwa Juksi. Tukio lote lilifanyika nyumbani kwa Juksi, halikufanyika nje ya nyumba yake. Kwa hiyo hapa alikuwa anaombewa dua. Hebu sikiliza kidogo namna ambavyo walikuwa wanamuombea hapa. Kwa hiyo sasa hii ilikuwa ni muda sasa ambao ndo tukio lilikuwa linaanza hapa kabla watu wengine hawajafika. Of course hapa ilikuwa ni familia tu ya karibu na watu ambao walianza kuja mapema nyumbani kwa Juksi kwenye siku ya 40 ya mtoto, lakini baadaye sasa ndo baadhi ya mastaa wakaanza kuingia kama ndugu zake Juksi. Unaona hapa Fatuma ambaye ni dada yake. So baadaye pia ndo tukaona mastaa mbalimbali wakihudhuria. Tukio likaenda mpaka usiku sasa, ambapo Juksi na Prisla walienda kuchange muonekano wao na wakaja sasa kwenye muonekano mwingine kabisa. Hapa alikuwa ndio anamlaza mtoto baada ya pilika zote za kuombewa dua mchana, lakini baadaye sasa ndio ikawa shughuli ya watu wazima. Hapo ndo akaingia wakina Diamond Platnumz, wakina Mario na wengine pia. Diamond alikuja na Zuchu mke wake, kama ambavyo inafahamika ni kitu ambacho Diamond amekuwa akikifanya kwenye sherehe mbalimbali akiongozana na mke wake. So kitu ambacho kilinifurahisha zaidi, Diamond alitoka Arusha, alikuwa yuko busy sana, alikuwa amefanya show, so ikabidi achukue private jet kutoka Arusha mpaka Dar es Salaam, private jet binafsi, ili awahi tu sherehe ya 40 ya mtoto wa Juksi na Prisla. Na hapa ndipo ambapo alikuwa anaingia na kupokelewa na Juksi na mama mkwe wa Juksi. So unaweza kaona namna ambavyo upendo upo kati yao. Yani kiufupi ni familia ambayo inaonekana inapendana. Juksi na Diamond ni marafiki, afu Prisla na Zuchu na wao wanaonekana ni marafiki kweli kweli, wanaonekana wameendana sana. Lakini hapa kuna sehemu ambapo Juksi alikuwa anaelezea sasa tukio la Diamond kutoka Arusha mpaka kuja Tanzania, na kumshukuru kwa namna ambavyo ameonyesha support na urafiki wake mkubwa kabisa kwa familia ya Juksi na support ambayo ametoa kwa Prince Rakim. Kuchukua ndege binafsi ambao ni gharama kubwa zaidi ile hauzuie hii siku. Ninaheshimu sana hilo na kuheshimu mama sana Zuchu. Ungeweza kumwambia baby, leo bwana birthday usitoke, na mnajiweka mnapokuwa na nguvu, lakini umeweza kumruhusu akaja hapa. Acha kitu kikubwa, tunaheshimu kwa familia. Baby, you don't understand. Zuchu as a wife, she would say, baby, today is your birthday, don't go anywhere, as you do sometimes. Yeah. And we know us anything for you when you say anything at all. But today, because of Rakim, he said no problem. He had a show in Arusha in the morning. He took a private jet so that he can come back in the same day and to come to the Rakim birthday. And out of that, we have to thank Zuchu to let him to come today to join us today. So we are singing for Diamond one more time. Eh?
them with sweet. Okay, amen. Haya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Simba. Happy birthday to you. So unaweza kuona Diamond alipata bahati pia ya kuimbiwa birthday yake. Unajua ni siku ya kuzaliwa, siku yake ya jana, kwa hiyo ilikuwa ni sherehe ambayo ilikuwa ni siku 40 za Prince Rakim, lakini ni birthday ya Diamond Platnumz. Na unaweza kuona namna ambavyo hawa watu wana urafiki kweli kweli. Lakini tukio lingine niliona Mario akimwimbia Diamond Platnumz, kitu ambacho kilinifurahisha sana kuona Mario na Diamond urafiki wao unaendelea kuimarika, and Jux pia anaendelea kuwafanya Mario na Diamond wawe karibu. Mara kadhaa wamekuwa wakikutana wote kwa pamoja. Umeona baadhi ya mastaa pia kina S2 Keys walikuwepo, lakini moja kati ya watu ambao wanapendwa sana wakija Tanzania ni huyu Eni Olua. Tunamfahamu, ana mawengi sana, naweza nikasema hivyo. Afu anaonekana amenenepa sana, inaonekana Fina anafanya kazi kubwa. So Eni pia alikuwepo kwenye tukio kutoka Nigeria straight mpaka Tanzania, kwa sababu ni familia karibu kabisa na ana support kubwa sana katika familia hii, anamsupport kila wakati. Ni kitu ambacho kimekuwa kikiwafurahisha wengi sana. Na jana ilikuwa ni tukio fulani hivi, kila mmoja alikuwa akicheza miduara, yani ilipigwa baikoko, ilipigwa mduara na ngoma ambazo zilikuwa zinachezwa kwenye tukio hilo. Lakini hapa sasa ni kuonyesha namna ambavyo Mario alikuwa anaimba na Diamond Platnumz alikuwa anacheza hapa. So unaweza kuona namna ambavyo watu walikuwa na enjoy, lakini nashangaa sijamuona Paula. Labda Paula alikuwa yuko na mtoto nyumbani. Nilimuona na Vikenzo pia, marafiki wa karibu wa kitambo wa Diamond Platnumz, walifanya ngoma. Hawajaonekana muda mrefu kwa pamoja. Watu wakaanza kusema kwamba hawaelewani nini. Kuna vitu vipo sawa, lakini jana wakaonekana wameketi kwa pamoja, wanapiga story. Ni kitu ambacho kimenifurahisha. Lakini hii ni kama shughuli ya kwanza kuiona wameenda, na sio shughuli ya kwanza, na maanisha kwamba na Vikenzo yani hao na Vikenzo wamekuwa wakihudhuria sana sherehe za Jux. Inaonyesha kwamba ni marafiki wa karibu kweli kweli, huwezi kuwakuta kwenye sherehe mbalimbali. Wale wamehudhuria tu kwenye sherehe ya Jux, na hapa ndo walikuwa hapo kwa pamoja wanapiga zao story. Unamuona Ika na Royal, then kuna manager, kuna producer hapa, afu kuna Jux mwenyewe, namna ambavyo walikuwa na So unaweza kaona namna ambavyo matukio yalikuwepo. Of course mtoto alikuwa amelala muda huo, Fina na yeye alikuwa akiarudi. Unajua Fina sasa hivi amekuwa ni familia ya Jux, kwa sababu ni anatarajia kuwa mke wa Eni Olua, labda tuseme hivyo. Ametoka zake Nigeria na Eni, wamerudi wote Bongo kuhakikisha kwamba wanasherekea na wanaenjoy siku 40 za mtoto wa Jux na Priscilla. Huyo ni best Eni mwenyewe akicheza kiarudi mwenyewe hapo. So ni tukio lipi ambalo limekufurahisha zaidi katika matukio yote ambayo nimekuonyesha hapo? Niandikie kwenye sehemu ya comment.